Kweli tumebahatika kupata hizo nafasi, lakini kuna mistake ambayo tulikuwa tunafanya ndani, tumwaruhusu apate hizo more penetration pass. Tumejifunza kitu, awareness yetu bidi tukaiongeze, decision kwa turudi kwenye uwanja wa mazoezi, tutaenda kurekebisha tulipokosea leo. Kwa licha ya kufungwa, kuna maeneo unahisi mliwaoutshine Simba kwa baadhi ya nyakati? Nadhani second half alivyoingia Cosmas alikuwa na hiyo speed kwenye wide area, alivyoingia Moses Kitando alikuwa na uwezo kukaa na mpira, lakini unaenda kucheza na Simba uwezi kwenda kuwa open, isingekuwa vizuri hapa kwa supporter wetu. Tumewaheshimu, tuwagee mipira, alafu sisi tuone baada ya kupata mpira tufanye hiyo quick counter attack. Pengine kuruhusu goli chache ukicheza na mpinzani wenye kariba ya Simba Sports Club, huenda ikawa ni sifa ambazo unaweza kupeleka kwa wachezaji wako? No, kwangu mimi nawapongeza kwa sababu lengo halikuwa CRDB kwenye msimu huu, kwa sababu nimechukua timu ilikuwa ishacheza mechi 12. Tumebadilika toka tumeanza raundi ya pili. Kwa hiyo lengo letu nilikuwa nataka nione tunawezaje kwenda kukaba, kwa sababu tuna mechi 2 away na Stand pamoja na Kagera. Kwa hiyo walichonionyesha hapa kwamba nakichukua nende nikakiongeza uwanja wa mazoezi, nadhani naweza nikapata kitu kwenye hizo mechi za away 2. Nadhani kwenye ile battle 1v1 wao walikuwa wazuri, awareness yao ilikuwa iko juu, decision yao kuna sehemu ulikuwa unaona kabisa wanafanya decision. Unaona Chama alikuja kuamua goli la pili, alikuwa uko bench, mwalimu aliona kuna mtu anamhitaji kupiga hizo penetration pass na kuongezeka juu, amekuja ametuadhibu. Niko sawa. Hongera na pole kwa mchezo. Shukrani sana. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuanza mchezo salama na kumaliza salama, kwani haikuwa rahisi. Kwa game walikuwa wanaitaka kwa kiasi kikubwa, kwa wamefanikiwa kupata magoli mawili, wamefanikiwa kuendelea kwa watu wanaofuata mbele. Hongera yao. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kupenya kwenye safu ile ya ulinzi ya klabu ya Simba kwa siku ya leo? Ilikuwa ni ngumu kwa asilimia nyingi kuliko kutokupenya. Amini kwamba mpango tulioingia nao sisi ni kuwaheshimu cha kwanza, kwa maana kwamba tusingewaheshimu huenda ingekuwa matokeo yangekuwa tofauti, lakini tumewaheshimu, ndio maana tukawa tunapata wakati mgumu kutoka chini kwenda mbele kwa haraka, kwa sababu tulikuwa tunaanzia katikati kukaba, kwa hiyo tunategemea transition tushambulie kwa haraka, kwa hiyo ndio maana ugumu ulikuwa umepatikana. Kwa sababu kwenye kucheza possession game walikuwa na possess sana mpira na tulikuwa tumewauzia mpira, kwa maana naamini kama tungefunguka ingekuwa tofauti, lakini ubora wao ulikuwa kwenye kucheza na kutumia nafasi. Ubora wenu namna ambavyo mmecheza umetokana pia na ahadi ambazo mliwekewa ama ni kawaida yenu? Sisi ni kawaida yetu. Ahadi imekuwa kama chachu tu. Ahadi imekuwa kama chachu, lakini hata kama bila ahadi sisi ilikuwa ni jukumu letu kucheza kwa sababu haijalishi. Mchezaji gani kwa upande wa mpinzani wenu ambaye aliwapa wakati mgumu sana? Kwa kipindi cha kwanza, of course wachezaji wote. Lakini kwa kipindi cha kwanza sana kulikuwa kuna huyu anacheza right wing, jezi namba 7 Henry Basegei na yule jezi namba 10 na Luemba kama sikosei. Wao ndio kidogo walikuwa wanachanganya sana rangi. Kile wengine walikuwa wanacheza sana basic. Wao walikuwa wanafanya sana interchange, mobility nyingi walikuwa wanajaribu kutu. Ndio wao wamecheza follow nyingi sana kama ulikuwa umefuatilia. Kwa sababu tulikuwa tumeweka hiyo mid block, low block, lakini wao ndio wanajaribu kufungua hizo pin code zetu.